1 mstari wa 33, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike mlango wa 4 mstari wa 13. Yesu aliwazuia kulia kama watu wasio na tumaini. Kuomboleza kwa Kikristo ni kujengana kwa njia ya nyimbo za ushindi wa mauti na zenye matumaini, pia kusoma neno la Mungu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua kisha ukatwa, kimbia kama kivuli wala hakai kamwe. Hapa hatuna mji udumuo, bali tutafuta ule ujao. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu.
Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na lihimidiwe. Pendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa katika huzuni kwa kuwa ndugu huyu Medutieki Lesikar Lukumai ametwaliwa kutoka katika maisha haya. Basi tujinyenyekeze mbele ya Mungu mwenye enzi yote na kutafakari juu ya mauti na asili ya mauti, tukiomba hivi. Naomba tusimame. Historia ya baba yetu Medutieki Lesikar Lukumai. Kuzaliwa. Baba yetu Medutieki Lesikar Lukumai alizaliwa tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 1950 katika mkoa wa Arusha, wilaya ya Rumeru, kijiji cha Osunyai. Elimu. Baba yetu alibahatika kupata elimu ya watu wazima mwaka wa 1950 na mwaka 1992 akajua kusoma na kuandika. 3. Hali ya ndoa. Baba yetu Medutieki Lesikar Lukumai amebahatika kuwa wake 5 ambao mmoja ameshatangulia mbele ya haki na 4 wapo hai. Pia baba yetu amejaliwa watoto 38. Watoto wa kiume wako 20, wote wapo hai. Watoto wa kike 18, wote wapo hai. Wajukuu wako 104, vitukuu idadi 25. 4. Kazi. Baba yetu Medutieki Lesikar Lukumai alikuwa akijishughulisha na ufugaji na kilimo. 5. Nyadhifa alizowahi kushika serikalini. Baba yetu amewahi kuwa balozi wa nyumba 10 tangu mwaka 1987 hadi mwaka 1992. Pia baba yetu amewahi kuwa mwenyekiti wa kitongoji cha Musa tangu mwaka 1995 hadi mwaka 2002. Pia amewahi kuwa mjumbe wa kamati ya shule ya msingi Serani Juu. 6. Ubatizo. Baba yetu alibatizwa mwaka 2002 katika ushirika wa Monduli, mtaa wa Serani Juu, katika kijiji cha Serani Juu, kata ya Serani, tarafa ya Kisongo. 7. Shughuli zingine alizoshughulika nazo baba. Baba yetu alipenda sana kutunza mazingira na alipenda kupanda miti katika maeneo yake yote na kuwahimiza wananchi wote katika kata yake kupanda miti, na pia alishughulika katika kuboresha ardhi kwa kuzuia mmomonyoko wa ardhi katika eneo lake. 8. Upendo wa baba katika jamii yake. 1. Baba yetu amekuwa kioo kwa familia yote yetu, akiwapenda watoto wake kwa moyo wote. 2. Baba yetu aliwapenda wazee wenzake kwa moyo wote. Kila wakati baba alipokuwa hai, sijawahi kuona wiki ikipita bila mzee kupita pale nyumbani kwake, na wazee wote ni mashahidi. 3. Baba alitufundisha mara zote tuwe na upendo kwa kila mtu, utii kwa kila mtu, uvumilivu kwa kila mtu. Alitufundisha kupenda, kujituma katika kufanya kazi. Baba yetu alichukia uvivu na kutojishughulisha katika kufanya kazi. Baba yetu alikuwa mcheshi sana. Kila mtu anayekutana naye lazima apate mambo mawili tu kwa uchache. 1, lazima apate amani ya moyo. 2, elimu ya maisha. Sisi wanafamilia tulimuelewa baba yetu kama mwalimu. Zaidi tukamuelewa kama mkufunzi. Zaidi tukamuelewa tukajua kama daktari. Bora katika kutunza familia yake. Baba yetu alipenda sana elimu
Mbali na kusomesha watoto wake, pia alisaidia kusomesha baadhi ya watoto wa jamii yake. 9. Gonjwa. Baba yetu alianza kuugua tangu mwaka 2006 akisumbuliwa na ugonjwa wa kisukari, na mwaka 2020 alianza kusumbuliwa na presha. 10. Hospitali alizotibiwa baba. Kutokana na magonjwa baba alianza matibabu katika hospitali zifuatazo. Alianza matibabu katika hospitali yetu ya Monduli, hospitali ya Selian, mbele ya kanisa letu, hospitali ya Waranga, hospitali ya KCMC, hospitali ya Momela, hospitali ya MH Arusha, hospitali ya NSK Arusha, na baadaye katika hospitali yetu ya Benjamin Mkapa. Mwaka huu 2025 baba yetu aligundulika kuwa ana tatizo la figo, ambapo ilimletea mauti tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025 siku ya Jumapili saa 5 asubuhi. Shukrani. Familia inapenda kuwashukuru madaktari wa hospitali zote alizotibiwa baba yetu, pia kuwashukuru wauguzi wote katika hospitali zilizotajwa. Pia tunashukuru marafiki wa baba, jamii nzima waliokuwa karibu na baba kipindi chote alipokuwa anaugua. Pia familia inashukuru sana kufuatao kwa niaba ya watu wote ambapo walimuona baba kipindi chote akiwa anaumwa, kipindi chote alipokuwa akikutana nao. Wakati baba yetu anaumwa, alikuwa anajikaza kwenda kutembea, kuonana na rika yake, kuonana na watu tofauti tofauti. Lakini familia inawashukuru sana familia hizi 3 ambao kwa kweli walijitahidi kuwa na baba kila saa, kila wakati, siku, mchana, kati ya jua, kati ya mvua. Fuatao tutataja kwa niaba sisi wote. Baba yetu Labarani na Eka. Huyu baba kweli amekuwa karibu na baba sana kipindi chote. Kila siku anapita asubuhi, anapita saa 6, anapita saa 12. Kipindi chote baba yetu akiwa na uwe. Familia yetu ya Mzee Mawenda kutoka Mbeya, familia yake iko Dodoma kwa sasa. Kwa kweli kipindi chote tukiwa katika hospitali yetu ya Benjamin Mkapa, familia hii tulikuwa nao wakitusaidia katika maisha ya kawaida ya kijamii, ambapo si rahisi sana kwa mwanadamu kujitoa usiku, mchana na kutumia gharama zake kwa ajili ya kusaidia uhai wetu wa baba. Nashukuru sana mkuu wa jimbo, maana ulimpokea na wala hukumlaumu. Nawashukuruni sana, na hiyo ndio historia yetu ya baba yetu. Mungu awabariki. Katika Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 19, sehemu ya mwisho ya mstari ule, ndio linasema naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye nani huyo? Mungu kupitia Yesu Kristo ametia ndani yetu neno la upatanisho. Jina Medutieki, sina hakika kama naweza kulielezea vizuri zaidi. Nilikuwa natafuta maana yake nini hasa, lakini nao wataalamu wa lugha ya Kimasai wanaweza kuniambia maana yake nini hasa Medutieki. Itanyanyuki kiotoki. Huwezi kumfananisha na kitu kingine chochote. Ni jina kubwa. Nilipozungumza na mtu mmoja na usiku akaniambia, askofu, hilo jina bora ni zito sana kwa sababu ni Mungu ndio huwezi kumfananisha na kitu kingine chochote. Na mimi nikashtuka. Sasa tufanyeje kuliweka mbele yetu siku ya leo? Nilipoona umati mkubwa huu, na kwa maneno hayo matatu ya upendo na kutokuwa mchoyo na kuchapa kazi,
Zangu, Mungu kwa mujibu wa Biblia ametupenda, na alichokifanya akamtoa kipenzi chake cha moyo Yesu Kristo kuja kutukomboa upendo. Na kama baba yetu Meducheki amefanya hivyo, uone picha hiyo kubwa, the big picture. Naisimama mbele yenu kwa majina naitwa Edward Lanano, ni katibu wa mbunge wa jimbo la Monduli, Mheshimiwa Fred Lowassa. Kwa heshima kubwa, kwa niaba yake nitoe pole kwa familia hii na waombolezaji wote nikiwemo mimi, na kwa niaba ya familia hii nimpe pole rafiki yangu ambaye yuko karibu na baba yetu hapo mbele, kwa niaba ya watoto boma hii. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Monduli alitamani kufika hapa, lakini kiukweli toka asubuhi amenipa nafasi hii kumwakilisha, kwa sababu kuna mkutano unaendelea ambayo inaendelea Dodoma, kwa ameshindwa kushiriki. Kwa niaba yake niseme poleni sana, na kama mwanafamilia hii pia, kama baba yetu ndio amenilea kwa nafasi yangu ya uongozi uliopita kwa kata hii, niseme poleni sana. Serikali yetu, Mheshimiwa mbunge, mwenyekiti wetu wa chama Ulaya, mwenyekiti wetu wa halmashauri mkoa wa Ulaya, wote leo wangependa kushiriki mazishi haya, lakini hawakuweza kuja kwa sababu wote wako Dodoma. Kuna mikutano ya halmashauri kuu ya taifa yanaendelea huko. Kwa wakanituma nitoe salamu za pole kwa niaba ya jimbo la Monduli kwa ujumla wenu. Tumepokea kwa masikitiko makubwa sana kifo cha baba yetu, na misiba hizi zimefululiza. Jana tumezika boma Asilale, mama mkubwa umri huu baba tu, na leo tukazika hapa. Kwa hiyo tunaendelea kuamini yale ambao viongozi wa dini mnatukumbusha kila siku, kwamba hatuwezi kujua siku wala saa. Misiba zimekuwa mingi. Mheshimiwa Baba Askofu, msaidizi wa askofu pamoja na viongozi wote, niseme tu familia ya baba yetu Meducheki, wakina mama, vijana pamoja na wale wa kike, niwape pole sana familia hii. Sisi tunaishi Kiteto, mimi ni mheshimiwa diwani ninayetoka wilaya Kiteto, chapakazi, ambaye tuna watoto wa marehemu pale. Kwa hiyo na sisi tumekuja kama familia kuja kuwakilisha msiba huu. Mheshimiwa diwani, mheshimiwa katibu wa mbunge na waheshimiwa wote walioko hapa, naomba tu nitoe salamu za pole kwa niaba ya wanakiteto kwa ujumla. Hapa tuko wengi, lakini nimeambiwa niwakilishe. Zangu, kwa kuwa Mungu Mwenyezi amependezwa kwa rehema zake nyingi kumuondoa huyu mwenzetu ndugu yetu Meducheki Lesikar Lukumai katika maisha haya, sasa tunauweka mwili wake ardhini. Mpendwa Meducheki Lesikar Lukumai, uliumbwa kwa udongo, tunarudi tena kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Yesu Kristo Mwokozi wetu atakufufua siku ya mwisho. Amen.